Haleluya. Shalom. Bwana wabariki, Bwana wabariki. Asanteni sana na karibuni wapenzi watazamaji mahali popote mlipo. Na wakaribisha nyote katika jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Nasema karibuni sana tena sana, na amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Leo tunaendelea, nafikiri tumeshaona introduction ya somo letu hili la ufunuo wa mihuri saba, na tumekuwa sote pamoja tangu nilipoanza back to the original gospel. Kwa hiyo katika back to the original gospel tumeona ni nani huyu mwanamke Yezebeli, ni nani huyu kahaba, tumeona ni nani huyu joka, ni nani huyu mnyama. Sababu hawa wanyama ni wengi sana, na tutaendelea kuwaona kadiri ya mwendeleo wa fundisho hili. Kwa hiyo mnyama huyu ambaye anaongelewa katika Ufunuo 13, subiri kidogo nipasome hapa. Mnaona huu mnyama ambaye ameongelewa katika kitabu hiki cha Ufunuo, sababu katika Ufunuo 13 kuna wanyama wawili. Sema amen. Katika Ufunuo 13 kuna wanyama wawili. Sasa ambaye ninaongelea ni huyu mnyama wa Ufunuo sura ya 3 kuanza kwenye mstari wa 11, ambaye ni mnyama wa pili, ambapo Biblia inasema hivi hapa, sikiliza vizuri. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka. Yaani mnyama anapanda anafanana na kondoo na ana pembe mbili kama kondoo, lakini anaponena ananena kama ule joka. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Sababu mnyama huyu wa kwanza ndio utaanza Ufunuo 13 mstari wa kwanza, ndio utajua huyu mnyama wa kwanza ni nani. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakaao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Huyu mnyama wa pili ambaye anafanana kama kondoo, kumbe ni joka, anatuma watu wamsujudie yule mnyama wa kwanza. Na mnyama wa kwanza si mwingine, tumeshaongea mnyama wa kwanza ni Rumi ya kipapa. Kwa hiyo ona sasa, sababu huyu mnyama wa pili ni Umarekani. Subiri nimalize kusoma. Naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizozipewa kuzifanya mbele ya huo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudia sanamu ya mnyama wauawe. Atakayeua watu si mwingine, ni Marekani. Naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Atakayeweka watu chapa si mwingine, ni Marekani. Tena kwamba mtu awaye yote asiwezi kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama au hesabu ya jina lake. Yaani hiyo chapa ndio jina la mnyama au hesabu ya jina lake. Mnyama gani? Mnyama ule wa kwanza. Yaani hapa kuna wanyama wawili. Kuna mnyama mmoja anatiisha watu watii mnyama yule wa kwanza. Ndio maana niliwaambia msiangalie Umarekani. Hakuna chochote ambacho kitatoka Umarekani. Umarekani ni mtoto katika mikono ya mnyama wa kwanza. Hapo ndipo penye hekima, yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo. Sikia hesabu ya ule mnyama wa kwanza, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Kwa hiyo mnyama wa kwanza ambaye ni Rumi ya kipapa, hesabu yake ni 666. Na bila shaka ndio hivyo,
666 ndiyo hesabu ya kipapa. Hii imedhihirika katika njia mbalimbali sana. Kwenye viti vya papa na kwenye kofia lake kuna maandishi imeandikwa katika lugha ya Kirumi, Vicar vis Filii Dei. Vicar vis Filii Dei. Nafikiri mnafahamu hilo. Kwa hiyo ukipiga hesabu ya hilo jina Vicar vis Filii Dei utapata katika lugha ya Kirumi, sababu katika Kirumi hizi herufi pia zinatumiwa kama vile herufi za hesabu. Numbers. Yani hizi letters ambazo sisi tunaita letters ndio zinatumiwa kama vile namba. Kwa mfano V ni namba. E ni namba. Sasa ukichukua ile Vicar vis Filii Dei, tunaweza tukapiga ubao hesabu hapa, lakini sina ubao. Ukitosha zile letters kuzipeleka katika numbers, alafu upige hesabu ufanye kujumlisha, utapata 666. Na hiyo imeandikwa katika viti vya papa na katika moja ya kofia za papa ambayo kwa sasa hazoei kuivaa. So alama ni jina lake, na jina lake ndo 666, yani Vicar vis Filii Dei, maana yake mwakilishi wa mwana wa Mungu duniani. Kwa hiyo huyo ndiye mnyama wa kwanza, na mnyama wa pili sasa ndo Umarekani. Ndio maana niliwaambia msitazamie Umarekani, hamna chochote pale na hamtatoka chochote pale. Umarekani ni mtoto katika mikono ya Rumi. Kwa hiyo katika katika introduction tumeona mengi sana. Tumeona kuhusu wenye uhai wa 4 ni wanani, hilo tumemaliza kabisa. Tukaona kuhusu kitabu cha ukombozi ni kipi, hilo tumeliongea kabisa na tukaongea kwa kindani. Tumeona kuhusu aliyekaa kwenye kiti cha enzi ni nani, na tukaona wazee 24 ni akina nani, na pia tukaongea kuhusu kanisa 7 ambazo tumeopita kujuujuu. Hilo pia ni somo ndefu sana ambalo linaomba muda mwingi ili kuliingilia, lakini hata hivyo tumepita juujuu tu, tukaonyesha kuhusu habari za hizo kanisa 7. Sasa tunataka kuanza tuingilie muhuri wa kwanza. Kwa hali ya kawaida muhuri mmoja unaweza kuchukua hata mwezi mmoja ili kumaliza. Yes, sababu muhuri mmoja tu una mambo mengi. Una mambo mengi. Yaani muhuri mmoja nikianza kuhubiri hapa, it can take even 1 month kwa kumaliza huo muhuri mmoja. Lakini sasa utajaribu kupunguza kabisa, kufanya summary of the summary ili kwamba muhuri mmoja uchukue siku moja. Siku moja namaanisha saa moja au saa moja dakika 30. Lakini nikisema nianze kutoa details za kila kitu, no. Inaweza ikachukua muda mwingi sana. Na bado mihuri ni mingi ambayo tutakayoiona. Kwa hiyo lazima tuanze kwanza na huu, alafu huu moja uchukue kama vile saa moja dakika 30, mwingine hivyo ili kwamba tumalize yote. Nafikiri kwa summary hii nyinyi binafsi mtaelewa. Basi tuanze. Nasema karibu sana na Bwana wabariki sana. Tuanze basi, tufungue katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 6. Sura ya 6. Jamani, nawatakia sana mwaka mpya. Mwaka mpya wa heri, mwaka mpya wa mafanikio katika Bwana wetu Yesu Kristo. Ufunuo sura ya 6 mstari wa 1 inasema hivi: kisha nikaona napo mwana kondoo alipofungua moja ya zile mihuri 7, nikasikia mmoja wa wale wenye uhai wa 4 akisema kama kwa sauti ya ngurumo, njoo. Nikaona natazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda ana uta, akapewa taji, naye akatoka ali akishinda, tena apate kushinda. Amen. That is the first seal. Huo ndio muhuri wa kwanza. Tumeongea kuhusu kitabu cha ukombozi, tukasema kwamba akikuwa kitabu kama hivi tulivyo navyo leo, it was not a book like the books we have today. Hiki kilikuwa kitabu ambacho kiliitwa gombo, kilikuwa kikifungwa kwa mihuri. Kwa hiyo ni tofauti kabisa na vitabu tulivyo navyo leo.
Sasa alipokuwa anafungua muhuri yule mwana kondoo, sababu tumekuja kuona kwamba aliyefungua mihuri si mwingine, ni mwana kondoo. Kumbuka hilo kichwani mwako, usisaulike hilo. Aliyefungua mihuri ni mwana kondoo. Sikiliza hapa, 6:1. Kisha nikaona napo mwana kondoo alipofungua moja ya zile mihuri 7, nikasikia mmoja wa wale wenye uhai akisema kama kwa sauti ya ngurumo, njoo. Kwa hiyo mwana kondoo alipofungua muhuri wa kwanza, mwenye uhai wa kwanza akaita Yohana, njoo uone. Mwenye uhai wa kwanza ni nani? Ufunuo sura ya 4 mstari wa 7. Ufunuo sura ya 4 mstari wa 7 inasema hivi: na huyo mwenye uhai wa kwanza alikuwa mfano wa simba, na mwenye uhai wa pili alikuwa mfano wa ndama, na mwenye uhai wa tatu alikuwa na uso kama uso wa mwanadamu, na mwenye uhai wa 4 alikuwa mfano wa tai. Mwenye uhai wa kwanza alikuwa mfano wa nini? Wa simba. Ina maana huyu mwana kondoo alipovunja muhuri wa kwanza, aliyeita Yohana njoo, alikuwa ni mwenye uhai wa uso kama wa simba, sababu mwenye uhai wa kwanza ndiye aliyekuwa na uso kama uso wa simba. Tuko vizuri hapo? Nafikiri hatujapotezana. Sijapanda juu hapo, mimi bado niko kwenye size. Kwa hiyo tumeshaona hawa wenye uhai ni kitu gani. Tumeongea kuhusu wenye uhai na tukasema wenye uhai si kingine isipokuwa ni nguvu za Mungu ambazo alitumia katika nyakati za kanisa, nguvu za Mungu ambazo anatumiaga katika ulimwengu huu, na nguvu za Mungu ambazo zinalinda kiti chake cha enzi. Kifupi ni nguvu za Mungu. Na mwenye uhai wa kwanza ndiye huyu wa sura ya mfano wa simba. Akaita nani? Akaita Yohana mfunuzi, njoo. Yohana akasogea. Kule juu kuna mtu ambaye ana kitabu, kule kwenye kiti cha enzi kuna mtu ambaye ana kitabu mikononi mwake. Kwa hiyo Yohana alipoitwa njoo, Yohana akaenda. Alipoenda akavunja muhuri moja. Alipovunja muhuri wa kwanza, alichoona Yohana katika muhuri ndo hiki hapa: nikaona natazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda ana uta, akapewa taji, naye akatoka ali akishinda tena apate kushinda. Voilà. Huo ndio muhuri wa kwanza. Hilo ndilo jambo ambalo tutaongea kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mungu anijalie niliongee hili kulingana na ufunuo wake. Nimewaambia kwamba kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho kinaomba uwe na uhakika wataka tukiongea. You must be sure that unaongozwa by the Holy Spirit, because if you try to use your own brain, you can't afford. You will do a biggest mistake ever done. So I want to use this opportunity to warn all preachers. Tafadhali sana, don't try to put your foot inside these seals if you are not sure that the Holy Spirit spoke to you. Unless you are sure 100% that the Holy Spirit spoke to you, then you can be able to come and speak about seals. Muhuri wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, hiyo ndio inahusu sisi kanisa. Muhuri wa 5, wa 6 havituhusu. Tutakapofika katika muhuri wa 5 na wa 6, tutakapoongea kuhusu hiyo mihuri wa 5 na wa 6, ndio hapo tutaona ya kwamba kanisa halisi halitaonja Great Tribulation. Kanisa halisi halitaingia katika dhiki kuu, isipokuwa kanisa ambalo litaingia katika dhiki kuu ni lile kanisa la mwanawali mpumbavu. Lakini sisi bibi harusi tutateuliwa kabla dhiki kuu haijaanza, tutakuwa tumeshaondoka. Sasa haya yote ambayo tunaona hizi corona nini ni utungu tu wa uzazi wa dhiki kuu ambayo itakuja baadaye. Ndio maana katika haya pia tutatoa ujumbe kwa wale ambao watabaki hapa duniani baada ya sisi kuondoka. Yaani baada ya kanisa kunyakuliwa, kuna Wakristo pia ambao watabaki hapa, the Christian, ambao ni wanawali wapumbavu. Kuna vile ambavyo tunapaswa tuwahubiri leo ili wajue jinsi gani ya kuenenda watakapobaki hapa.
Sababu kumbuka pia hata sisi ambao tutaenda mbinguni, hatutaishi milele mbinguni, you know that. Mbinguni tunaenda tu nafikiri ni miaka 3.5 katika sherehe ya mwana kondoo. Na baadaye tunarudi tena baada ya vita vya Harmageddon na vita vya Gogi na Magogi. Tunatawala miaka 1000. Baada ya utawala wa miaka 1000 tunapita katika hukumu ile ya kutenganisha mbuzi na kondoo. Na baada ya ile hukumu, Yerusalemu mpya inashuka. Yerusalemu mpya itashuka hapa duniani, ndio tutaishi katika Yerusalemu mpya milele na milele. Na yule mwanamwali mpumbavu naye ataishi katika dunia hii milele na milele. Sasa ndio maana niliambiaga watu hivi, be very careful when we are talking about others. Wengi watapata uzima wa milele, wengi watapata uzima wa milele, lakini bibi harusi ni mchache. Sasa haya ambayo mimi ninawaletea, haya ni ya kuandaa bibi harusi tu. Haya sio ya kuandaa mwanamwali mpumbavu. Haya ni ya kuandaa only the bride of Jesus Christ. Now when you keep on hearing this, make sure that you are the bride of Jesus Christ. Sababu hili sio neno, kuna neno la kuandaa mwanamwali mpumbavu lipo. Ai, nasikia niingie huko. Kuna neno la kuandaa mwanamwali mpumbavu na kuna neno la kuandaa mwanamwali mwenye busara. Sasa yule mwanamwali mpumbavu usifikiri kwamba hatapata uzima wa milele. Atapata. Unaona katika yale makanisa kuna watu wa Kristo mle ndani. Serious, I'm telling you. Kuna watu ambao hawako katika ile system yao. Kuna watu kabisa ambao wanapenda Mungu. They are there, those guys. They love God. They love Jesus Christ. They want to be Christian. Lakini because of the system of the church, hawako wa Kristo. Now those people, they will pass by great tribulation before they got eternal life. Lakini na wao pia watapata uzima wa milele, lakini hawataingia katika Yerusalemu mpya. Sababu Yerusalemu mpya itakuwa yetu sisi. Itakaposhuka kutoka mbinguni, ni sisi ndio tutakaa ndani, kila mtu na mjengo wake. Miji inajengwa huko lakini itashuka hapa. Hapa ndo tutaishi milele, hapa katika dunia hii. Lakini kumbuka dunia itatakaswa, ulimwengu utapita katika utakaso wa moto. Sababu shetani amekanyaga hapa. Ndio maana mbingu nako kutapita utakaso, sababu shetani pia alikanyaga kule. Kwa hiyo mbingu kutapita utakaso, hapa duniani kutapita utakaso, kuzimu itafungwa na tunaishi milele hapa duniani. Sasa hayo tutayaongea katika muhuri wa 5 na muhuri wa 6, ndio tutaona hayo. Jinsi gani kanisa litakavyonyakuliwa na jinsi gani tutakavyoishi milele hapa duniani. Mbinguni tutafanya tu miaka 3.5. Na baadaye tunashuka hapa duniani. Kwa hiyo hilo lisikufanye udharau mwanamwali mpumbavu. No. Usifanye hivyo. Don't do that. Wewe mpende tu na tusonge mbele. Na wewe ambaye ni bibi harusi, endelea kujitakasa, endelea kujiandaa. Sio watu wote watanyakuliwa, hapana. Ni wachache sana ambao tutanyakuliwa. Na wewe uko ndani? Uko miongoni mwa ambao watanyakuliwa? Umo? Comment hapo sema amen. If you are among them also say amen. I am among them. Say amen. Na mimi niko miongoni mwa wale wataka unyakuliwa, bibi harusi halisi ambaye amejaza mafuta ndani ya taa lake. Si wa kuomba mafuta yeye. Ya kwake yanatosha mpaka atakavyokuja bwana harusi atamkuta anayo. Sema amen. Hallelujah. Sasa katika ono hili la muhuri wa kwanza, ndugu yetu Yohana mfunuzi, huyo sio Yohana mbatizaji, ni Yohana mfunuzi. Sababu kuna wa Yohana wengi katika Biblia, na hasa kuna Yohana wawili katika Agano Jipya, Yohana mbatizaji aliyebatiza Yesu na Yohana mfunuzi ambaye alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Sasa huyu hapa ambaye tunaongea katika kitabu cha Ufunuo ni Yohana mfunuzi, sio Yohana mbatizaji.
Majina hayo ni mengi sana. So unaona hata Yusufu mume wa Maria. Kuna Yusufu mwingine kule, mtoto wa nani? Mtoto wa Yakobo. Okay. Wachana na hiyo. Sasa sikiliza habari za muhuri wa kwanza. Nikaona natazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda ana uta, akapewa taji, naye akatoka ali akishinda tena apate kushinda. Katika muhuri huu wa kwanza, nifate vizuri hapa, naanza. Katika muhuri huu wa kwanza, kuna baadhi ya mambo kadha ambayo lazima kwanza tuyajue, tuyaelewe. Sawa? Jambo la kwanza ni farasi. Kuna neno hapa farasi. Tujue farasi ni nini na ina kazi gani. Jambo la pili ni uweupe, ile rangi ya farasi. Sababu hii ina impact kubwa katika ya ambayo tutakayoyaongea. Tujue ile rangi ya farasi. Kwa nini farasi mweupe? Jambo la tatu ni uta. Tutaongea pia kuhusu uta. Sababu hii uta haina mshale. Nini maana ya uta bila mshale? Jambo la nne tutaongea kuhusu taji. Taji alilopewa. Sababu imesema akapewa taji. Sasa kwa tutaona ili taji amepewa na nani na alipewa siku gani na maana yake nini. Alafu jambo la mwisho tutaongea kuhusu mpanda farasi. Hayo ndiyo mambo ambayo tutakayoyaongea katika huu muhuri wa kwanza. Sasa hayo mambo peke yake inaweza ikachukue mwezi mzima tunayaongea. Yaani muhuri mmoja unaweza ukachukue mwezi. Amen, amen. Kwa hiyo tuanze basi. Tuanze farasi. Kwanza mnapaswa mjue kwamba farasi ni mnyama wa vita. Ukisikia habari farasi katika Biblia, maana yake vita. Kitabu cha Mwanzo sura ya 14 mstari wa 9 inasema hivi. Mwanzo 14 mstari wa 9. Wapigane na Kadorlahoma mfalme wa Elamu, na Tidali mfalme wa Gohemu, na Amrafeli mfalme wa Shinari, na Arioko mfalme wa Elasari, wafalme wa 4 juu ya wale 5. Amen. Umesikia hapo ni habari za vita hizi. Na bonde naingia 10. Na bonde la Sidoni lilikuwa limejaa mashimo ya lami, nao wafalme wa Sidoni na Gomora wakakimbia wakaanguka huko, nao waliosalia wakakimbia mlimani. Wakachukua mali zote za Sodoma na Gomora na vyakula vyao vyote, wakaenda zao. Wakamtoa Lutu mwana wa nduguye Abrahamu aliyekaa huko Sodoma na mali yake, wakaenda zao. Hii tunajua ni habari za Lutu na ndugu yake Abrahamu, wakati aliposikia habari kwamba Lutu kule amepata shida. Au nianze hapa 5 au nianze 7 hapa. Na Wahori katika mlima wao Seiri mpaka Elparene iliyo karibu na jangwa. Kisha wakarudi wakaja mpaka Emnifas ndiyo Kadesh, wakapiga nchi yote ya Wamaleki na Waamori waliokaa Esan Tomari. Mfalme wa Sodoma na mfalme wa Gomora na mfalme wa Adma na mfalme wa Sebohomu na mfalme wa Bela ndiyo Soari wakatoka wakapanga vita panapo bonde la Sidom. Kwa hiyo ukipanda juu kabisa uanze habari kuteko na kuokolewa kwa Lutu, ukashuka chini utasikia habari za farasi ambazo waliziandaa wakaingia nazo vitani. Ina maana katika kila vita hapo katika Agano la Kale, chombo ambacho walikuwa wakitumia katika vita si kingine, ilikuwa ni farasi. Kwa hiyo unaposikia habari za farasi katika Biblia, maana yake habari za vita. Twende hapa katika Kumbukumbu la Torati 20:1. Utokapo kwenda vitani kupigana na adui zako na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe,
usiwaogope, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe, aliyekukweza kutoka nchi ya Misri. Hii ni sheria kuhusu vita ambayo Mungu anampa mtumishi wake, kwamba whenever he saws horses na magari, that he should not fear, because God will be with him. Kwa nini anampa tahadhari hii? Ni kwa sababu kila wanapokwenda kupigana vita wanatumia huyu mnyama ambaye anaitwa farasi. Kwa hiyo habari za farasi ni habari za vita. Kila unaposikia kwamba kuna neno kuhusu farasi, maana yake hapo kuna habari za vita. Twende katika kitabu cha Samueli wa kwanza 15:4. Ndipo Sauli akawaita watu, akawahesabu huko Telemu askari waliopata farasi 200,000 na watu wa Yuda 10,000. Unasikia pia hapo. Kwa hiyo askari walikuwa wakipanda kwenye farasi. Kwa hiyo habari ya farasi ni habari ya vita. Sema amen. Mnyama farasi ni mnyama wa vita katika maandiko. Unanipata vizuri hapa? Sasa huyu farasi ni farasi mweupe. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha hivi ni vita vitakatifu, sababu kama tulivyosoma tangu zamani tukaonyesha maana ya rangi nyeupe. Maana ya rangi nyeupe ni utakatifu, ni utakaso. Ukisoma katika kitabu cha Isaya, tusome pamoja hapa. Ukisoma katika kitabu cha Isaya sura ya kwanza na mstari wake wa 18, sikiliza hapa. Bwana ndiye mwenye haki, maana nimeiasi amri yake. Sikieni na wasii, enyi watu wote, mkayatazame majonzi yangu. Wasichana wangu na wavulana wangu wamechukuliwa mateka. Hapo siko katika Isaya. Nimesema Isaya. Isaya sura ya kwanza na mstari wa 18. Na mstari wa 18 inasema hivi: haya, njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama thofu, nyeupe kama theluji. Kwa hiyo weupe ni rangi ya utakaso, weupe ni rangi ya utakatifu, weupe ni rangi ya amani. Weupe ni rangi ya utauwa. Weupe ni rangi ya utulivu, ni rangi ya upole, ni rangi ya wema, sio rangi ya mambo mabaya. Versi ni nyingi tu. Mathayo 7:15. Hebu tusome kwanza hapo pia. Mathayo 7:15 nayo inasema kitu fulani hapo kuhusu rangi ya weupe. Inasema inaongea kuhusu huyu Bwana. Sababu gani? Niliwaambia tangu mwanzo kwamba huyu ambaye amepanda hizi farasi si mwingine, ni Shetani, sio Yesu. Hapana, huyu mpanda farasi ni Shetani, ni Ibilisi katika njia ya kidini. Sasa Shetani anapoingia katika njia ya kidini, tutashuka hapo chini, tutaona kwa nini ni Shetani. Tutakaposhuka hapo chini, anajifanyaga kama vile mtakatifu. Kwa hiyo huu utakatifu ambao tunaongea hapa ndo huu ambao umeongelewa katika kitabu cha Mathayo 7:15. Ndo maana ya huu weupe. Huu weupe maana yake udini. Huu weupe maana yake ule Ukristo wa kujifanya, lakini kweli yeye siyo Mkristo, lakini anajifanya kama Mkristo. Yaani anaenda katika vita vitakatifu, anajifanya kama Mkristo, lakini yeye siyo Mkristo. Ndiyo jambo hili ambalo limeongelewa katika Mathayo 7:15. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Wanapokuja wanavaa mavazi ya kondoo, ila ndani mbwa mwitu wakali. Hawa wanakuja mavazi ya kondoo, maana yake ndo huo weupe, uzuri wa nje, ubora wa nje. Yaani anavyokuja, anakuja anaonekana kama vile ni Mkristo kabisa. Anakuja na utulivu, anakuja na heshima, lakini ndani ameharibika. Sasa huyu ambaye amenenwa hapa. Ndo maana ya hii rangi nyeupe aliyo nayo hapa. Hii rangi nyeupe ambayo iko kwenye hii farasi
si kingine, ni weupe wa kujifanyia, ni weupe wa kidini, sio weupe halisi, sio weupe halali, sio weupe halali kama ule weupe ambao umeongelewa katika Ufunuo 3:5, sio weupe halali kama weupe ambao umeongelewa katika Ufunuo 6:11, sio weupe halali kama weupe ambao umeongelewa katika Ufunuo 7:9. Huu ndo ule weupe wa kujifanya ambao pia umeongelewa katika kitabu cha Mathayo hicho hicho sura ya 24 na mstari wake wa 4. Inasema hivi: Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Ndo huu weupe hapa. Na mtu pekee ambaye anakuja na kujiita yeye ndiyo Kristo sio mwingine, ni Papa, Baba mtakatifu sana. Kwa hiyo huyu ambaye anakuja katika hivi vita vya kupigana na watakatifu si mwingine, ni Shetani katika Papa ya Kirumi. Ndiyo huyu ambaye amekuja kupigana na Wakristo. Sema amen. Sasa hebu tumalize kwanza hapa, alafu ndio tutarudi huko, lakini mambo ni mengi katika muhuri huu wa kwanza. Tumeshaona maana ya weupe. Yaani ni mtu anaenda kwenye vita, sababu yuko kwenye farasi na anaenda kupigana vita. Sasa sio vita vya kawaida, ndio maana hiyo rangi nyeupe. Kumbuka haya ni maono ambayo Yohana ameona katika muhuri wa kwanza. Anakuja kupigana na kanisa, anakuja kuliua kanisa, anakuja kuliangamiza kanisa. Kanisa la nani? La Yesu. Sasa Yesu akaona plani zake zote, akafunua hizo plani zake zote kwa watumishi wake Yohana, kwamba Yohana, angalia, iko hivi hivi hivi, njoo nikuonyeshe. Ndo Mungu akaita Yohana ili Yohana akutaniwe ameona kimbele plani zote za Shetani. Sema amen. Sasa hebu tazama vizuri hapa. Ana uta lakini hana mshale. Katika ule uta wake hamna mshale. Kwa hiyo huyu anakwenda kupigana vita akiwa na uta bila mshale. Sasa utashindaje hivyo vita ukiwa tu na uta bila mshale? Si mnaona huyu jamani muongo? Si mnaona huyu jamani mnafiki? Anadanganya watu. Ana uta lakini uta haina mshale. Sema amen. Ana upendo lakini ndani ya upendo wake hamna Roho Mtakatifu. Sababu mnajua kama Shetani pia ana upendo wake. Upendo wake hivi wa kiajabu ajabu. Wa kukununulia pombe. Upendo wake ule wanao hao majamaa, na wanajionyesha sana kama wanapenda. Sasa uta bila mshale katika maandiko, uta maana yake upendo. Mshale ambao Yesu alipiga Ibilisi na ambao Ibilisi hawezi weza kurudisha ni Roho Mtakatifu peke yake. Kwa hiyo mshale means Roho Mtakatifu. Tukisoma vizuri katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura 13, tuone kuhusu kifo cha nani kile? Kifo cha Elisha. Hebu subiri kidogo hapo, subiri nipasome. Wafalme wa Pili. Yes. Wafalme wa Pili sura 13. Wafalme wa Pili 13. Yeah. Tuanze kwenye mstari wa ngapi hapa? Kwenye mstari wa 14. Wafalme wa Pili 13:14. Sikiliza mshale wa Bwana. Sikiliza hapa. Basi Elisha alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliomuua, naye Yehoashi mfalme wa Israeli akatelemka amtazame, akamlilia mbele yake, akasema, baba yangu, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake. Elisha akamwambia, toa uta na mshale. Naye akatoa uta na mishale. Akamwambia mfalme wa Israeli, weka mkono wako katika uta. Naye akaweka mkono wake juu yake. Elisha akaweka mikono yake juu ya mikono ya mfalme. Akasema, lifungue dirisha linaloelekea mashariki. Akalifungua. Basi Elisha akasema, piga.
akapiga, akasema mshale wa Bwana wa kushinda, naam, mshale wa kushinda Shamu, kwa maana utawapiga Washami katika Afeki hata utakapowaangamiza. Amen. Unasikia huo mshale wa Bwana wa kushinda? Mshale wa Bwana wa kushinda ndio huu ambao Eliya alishikilia kwenye mikono ya mfalme. Sasa ukienda katika kitabu cha amen, 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 amen. Ukienda katika kitabu cha kwanza katika kitabu cha Waefeso, ili uanze kusikia kuhusu habari za silaha za kiroho, sawa, ambapo Biblia imesema twaeni silaha zote za kiroho. Sasa ikaanza kutoa details ya hizo silaha za kiroho. Sasa zile silaha zote za kiroho, hebu subiri nisome hapa. Silaha zote za kiroho zote zimewekwa katika mambo mawili: upendo na Roho Mtakatifu. Basi hakuna kingine tofauti hapo. Sikiliza hapa, nisome hapa kwanza katika kitabu katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 10. Sura ya 10, naanza kwenye mstari wa kwanza. Sikiliza hapa. Basi mimi Paulo mwenyewe na wasii kwa upole na utaratibu wa Kristo, mimi niliye mnyenyekevu nikiwapo pamoja nanyi, bali nisipokuwa ni mwenye ujasiri kwenu. Naam, naomba kwamba nikiwepo nisiwe na ujasiri kwa udhabiti ambao unahesabiwa kuwa nao juu ya wale wanaodhania ya kuwa sisi tunaenda kwa jinsi ya mwili. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo, tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote, kutii kwenu kutakapotimia. Sikia hapa sasa, yaangalieni yaliyo mbele ya macho yenu, mtu akijitumainia mwenyewe ya kuwa ni mtu wa Kristo, na afikiri hivi pia nafsini mwake ya kwamba kama yeye alivyo mtu wa Kristo, vivyo hivyo na sisi. Maana nijapojisifu zaidi kidogo kwa ajili ya mamlaka yetu tuliyopewa na Bwana, tupate kuwajenga wala si kuwaangusha, sitatayarika. Sasa nisije nikaonekane kana kwamba nataka kuwaongofya kwa nyaraka zangu. Unaona, silaha zetu sisi sio silaha za mwili, hapana. Silaha zetu sisi ni silaha za kiroho. Nasoma hapa tena Wakorintho wa pili sura ya 6. Sikiliza hapa mstari wa 7. Katika neno la kweli, katika nguvu ya Mungu, kwa silaha za haki za mkono wa kuume na za mkono wa kushoto, kwa utukufu na aibu, kwa kunenwa vibaya na kunenwa vema, kama wadanganyao, bali tu watu wa kweli. Kwa hiyo silaha zetu sisi zinalala katika neno. Silaha zetu sisi kama Wakristo sio silaha za kimwili. Sikia sasa kitabu cha Waefeso ambapo nilikuwa nimesema, Waefeso 6. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Amen, amen. Basi simameni hali mmejifika kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani. Hapo sasa ameanza kutoa details hizo silaha. Kifupi, silaha zetu zote zimewekwa katika mambo mawili: Roho Mtakatifu na upendo wa Mungu. Yaani uwe na roho alafu ujawe na upendo.
Katika lugha nyingine, uwe na roho, uwe na neno. Hapo ndo zimefungwa silaha zetu zote. Kwa hiyo mshale wa Mungu wa ushindi ndio ule ambao Bwana alitupa katika kanisa lake siku ile pale Pentekoste. Siku ile pale Kalvari. Ule ndio mshale ambao Bwana alitupa, mshale wa ushindi. Ukaja ukatembea miaka ile mpaka ukaja ukadumbukia katika kanisa siku ya Pentekoste. Unaona? Kwa hiyo mshale ulipigwa siku ile pale Kalvari. Sababu siku ile pale Kalvari kama kuna siku kuu ambao wanadamu wangestahili kusherekea, ni siku ile pale Kalvari. Ile ndio siku ambayo Bwana Yesu Kristo alishinda mauti, akasema, mauti, uwapi uchungu wako? Mauti ilipigwa mshale pale siku ile pale Kalvari. Mshale ambao mauti ilipigwa si mshale mwingine, ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alikuwa released na akabaki katika dunia hii, na mpaka sasa yuko ndani ya watu. Kwa hiyo huo ndio ushindi wetu, huo ndio mshale wetu. Sema amen. Sasa Roho Mtakatifu anapigwa, huo mshale unakokotwa kwa upendo. Uta ndi upendo, mshale ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo when you have the Holy Spirit and you have the word of God or love, sababu neno lote la Mungu limefungwa katika kitu kimoja tu, upendo. Neno lote la Mungu katika Agano Jipya limefungwa katika kitu kimoja, upendo. Upendo wa Kifiladelfia, upendo wa agapao, upendo wa Mungu, ndio nataka niseme. Sasa ukiwa na neno na Roho Mtakatifu, you go well. Means ukiwa na upendo na Roho wa Bwana, you go well. Sasa huyu mpanda farasi wetu hapa, yeye kwanza ni muongo, sio mtu wa kweli. Pili, anaenda kupigana vita akiwa na uta, bila mshale. Unawezaje kwenda vitani ukiwa na bunduki bila risasi? Alafu anaenda kwa matumaini ya kushinda. Kwa nini? Kwa sababu alishinda mbele. Si mnakumbuka mbele alishinda? Ni yeye alitawala. Ni yeye alitawala katika tawala zote zile nne ambazo tumeona. Kwa hiyo mbele ni yeye alishinda kabisa. Sasa anafikiri ataendelea, atashinda mpaka wateule. Hiyo haiwezekani. Ndio maana leo ashindi sisi kwetu haiwezekani. Yaani kwetu haiwezekani shetani kutushinda. Sema haiwezekani shetani kutushinda. Sasa utasemaje? Au comment hapo. Haiwezekani shetani kushinda bibi harusi. Haiwezekani. It is impossible. Si Yesu alisema kwamba hawa ambao umenipa Baba hawatapotea kamwe, na kuna mtu awezaye kuwapokonya katika mikono yangu. Yaani kuna mambo ambayo haiwezekani. Sijui kama nipasome hapo pia. Kuna watu ambao hawawezi wakapoteye. Kuna watu ambao Mungu aliwajua kabla misingi ya dunia haijawekwa. Ndio maana anaenda ili apate kushinda tena, lakini hatashinda tena kama alivyoshinda pale zamani. Amen, amen. Sasa ona, hiyo ndiyo farasi yetu, huo ndio muhuri wetu wa kwanza. Naendelea mbele. Sasa huu muhuri wa kwanza ulifanya kazi katika wakati wa kwanza wa kanisa. Kumbuka nilivyokuambia kwamba shetani haachi nguvu zake, anatembea nazo na anasonga mbele nazo na anaongeza zingine kwa zile alizozifanyisha hapo zamani. Kwa hiyo kifupi, huyu mpanda farasi wetu wa kwanza ambaye hakusema jina lake hapa, umesikia jina lake, ila tutaona jina lake huko mbele katika muhuri wa 4. Yaani huyu mpanda farasi ni mtu yule yule. Sema amen. Sio watu 4 tofauti, hapana. Ni mtu yule yule ambaye anabadili vinyago. Ndio kazi ya shetani. It's the same devil, ila anabadili vinyago. Sasa huyu ndo shetani aliyejiingiza katika kanisa.
Amen, amen. Huyu ndo shetani aliyejiingiza katika kanisa, muhuri huu wa kwanza. Sasa sikiliza sasa, Mungu akiongea na kanisa la Waefeso, yani la kwanza. Sikiliza hapa. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika. Sababu shetani kazi yake anaifanyia katika kanisa, si unajua hivyo? Ina maana huyu mpanda farasi wa kwanza ambaye ni shetani katika huu muhuri wa kwanza, ina maana mihuri imefunua siri, mihuri imefunua kazi za Ibilisi. Huu muhuri wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne zimefunua kazi za Ibilisi katika kanisa la Bwana, ambazo shetani amefanya kazi katika kuliharibu kanisa na kuingiza mambo mabaya na siasa na mambo ya uongo katika kanisa la Mungu. Sasa hiyo ndio hii mihuri ambayo tuko tunaona. Kwa hiyo huu mpanda farasi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne si mwingine, ni shetani ambaye anabadili kinyago akitembea hivyo, lakini sio Mungu, sio Mungu kabisa, ni shetani mwenyewe. Kwa hiyo upande mmoja huku, nifuate vizuri hapa. Kwa hiyo upande mmoja huku Mungu anaonyesha kazi ya shetani, upande mwingine huku Mungu anasifia kanisa. Kwa hiyo ukienda katika kitabu cha Ufunuo sura ya 6, hapo Mungu anaonyesha jinsi gani shetani anatenda kazi katika kanisa. Ukija katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2, Mungu hapa sasa anasifia kanisa lile ambamo shetani anatenda ile kazi. Ndio kitabu cha Ufunuo hicho. Kitabu kizito. Sasa sikiliza hapa. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika. Haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Tumeshaongea kuhusu habari la kanisa la Efeso. Hizi nyota 7 ni wale wajumbe 7 ambao Mungu alitumikisha kuanza kanisa la Efeso mpaka kanisa la Laodikia, na nimeshawaambia kidogo kuhusu hilo. Sikiza sasa hapa. Na yajua matendo yako. Sijua, sikia sasa ujumbe wa Mungu. Huu ndio ujumbe wa Mungu kwa kanisa la Efeso. Sawa? Na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa uweze kuchukuliana na watu wabaya. Hawa watu wabaya ndio ule muhuri wa kwanza. Tena umewajaribu wale wajitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa wahongo. Hawa wanaojiita mitume nao sio, ambao watu wa kanisa la Efeso waliwaona ni wahongo, ndio ule weupe ambao niliwaambia wakajivisha koti kama la mitume, lakini sio. Wakasema ya kwamba papa wa kwanza ni Petro, lakini huo ni uongo. Papa wa kwanza sio Petro. Ndio maana hata historia iko tofauti. Ukifuata historia ya wao wa Katolika ni tofauti, ni historia ya vitabu vingine. Sema amen. Kwa hiyo wakajifisha koti la mitume, wakajisema kwamba hao ndio kanisa la mitume, lakini sio. Kwa hiyo huu ujumbe wa Mungu kwa kanisa la kwanza hili ndilo kanisa ambalo huu muhuri wa kwanza ulianza kuleta fundisho. Nifuate vizuri. Tena umewajaribu wale wajitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa ni wahongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Kanisa, umeacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Lakini unalo neno hili, kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai, ambayo na mimi nayachukia pia. Wayachukia matendo ya wanani? Ya Wanikolai. Sasa yani ndo yale. Nikolai ni nani? Nikolai alikuwa mtakatifu katika kanisa la Kikatoliki, ambaye alikuja na fundisho la kumiliki watakatifu. Yani
wewe ambaye ni padri, wewe ambaye ni mtakatifu sana, uwe na mamlaka juu ya watakatifu. Ndo huyu Nikolai. Nenda Google uandike Nikolai. Unikolai ni nini? Au tafuta katika lugha ya Kiingereza, utaona ni kumiliki watakatifu, kuwa na nguvu juu ya watakatifu. Na aliyeanza huyo fundisho ya Unikolai ni Nicholas. Ndiye ambaye akiingiza ile fundisho la Unikolai katika kanisa Katoliki. Unanifuata vizuri hapo? Sema amen. Kwa hiyo huu muhuri wa kwanza, huyu shetani ambaye anavaa weupe, huyu shetani ambaye amekuja na kaupendo ambako akana Roho Mtakatifu, tena kaupendo ka uongo, na huu weupe pia wa uongo, akaja kudanganya kanisa la Mungu, akaanza fundisho hapa. Nifuate vizuri sasa. Sasa hapa amekuja na weupe, amekuja kama vile ni mtakatifu, amekuja kama vile ni Mkristo, kama vile ni mwana kondoo. Kwa hiyo akaingiza fundisho aliloliingiza huyu shetani hapa ni fundisho la Unikolai. Unakumbuka kisa walivyoanza kuuzisha ile, au walita les indulgences, vile vikaratasi vya msamaha, ya kwamba hata ndugu yako amefariki, tutamuombea na atatoka mahali pabaya na kwenda mahali pazuri. Miliki juu ya Wakristo, kutawala Wakristo, ndilo fundisho ambalo aliingiza hapa. Sasa likaanza kama vile fundisho la Unikolai. Sema amen. Katika kanisa la Efeso, kumbuka nilivyowaambia, remember well what I told you kuhusu hizi kanisa 7. Nilisema hivi, hizi kanisa 7 ambazo Yohana ameona katika Ufunuo sura ya 2 mpaka sura ya 3 zilikuwa kanisa za huko Asia. Asia ni hapa duniani, na hivi vijiji na haya majina yote ni majina ya vijiji. Yani Efeso ni jina la kijiji, Smyrna ni jina la kijiji, Pergam ni jina la kijiji, Tiatira ni jina la kijiji, Sard ni jina la kijiji, Philadelphia ni jina la kijiji, na Laodikia ni jina la kijiji. Kwa hiyo hivi, listen very carefully, vilikuwa vijiji katika nchi ya Asia, na ni vijiji hata leo katika nchi ya Asia. Sasa katika hivi vijiji kulikuwa makanisa ambayo wamitume waliacha. Nifuate vizuri. Mtume wa mwisho ndio huyo Yohana, mtume wa mwisho wa Yesu kwa mitume kufariki, aliyefariki wa mwisho ndio huyo Yohana. Kwa hiyo Paulo pamoja na mitume walihubiri katika vijiji hivyo, walihubiri katika miji hiyo, Ukristo ukasambaa, ukafunguliwa kanisa 7. Kanisa moja ikafunguliwa Efeso, nyingine ikafunguliwa Smyrna, nyingine ikafunguliwa Pergamo, nyingine ikafunguliwa Tiatira, nyingine ikafunguliwa Sardi, nyingine ikafunguliwa Philadelphia, nyingine ikafunguliwa Laodikia. Nifuate vizuri hapa, dakika 7 nieleze saa moja. Sasa hizo kanisa zikaendelea. Unanifuata vizuri? Sababu haya ni mambo ya ufunuo, lazima niwaeleweshe vizuri hapa. Samahani, nitapisha saa moja leo, itachukua hata dakika 30 ili kwamba angalau nimalize huu muhuri leo, nikija tena nije na muhuri wa pili. Nifuate vizuri hapa. Sasa hizi kanisa katika hivi vijiji, hizi kanisa katika hivi vijiji vya huko Asia ziliwakilisha tabia za kanisa kuanza Pentecost mpaka kuja kwa Yesu, kuanza upentecost mpaka kuja kwa Yesu. Hizi tabia za hizi kanisa 7 ziliwakilisha awamu 7 ambapo kanisa la Yesu litapitia kuanza Pentecoste mpaka kuja kwa Yesu. Kumbuka, tunapoongea kuhusu kanisa tunaongea kuhusu mataifa,
sababu Mungu katika utendaji wake kazi anatenda kazi tofauti na sisi na Waisraeli. Sisi wa mataifa tunaokolewa mtu binafsi, Waisraeli wanaokolewa kwa kabila. Nao sikiliza hapa, kanisa lilianza siku ya Pentekoste. This is the beginning of the church. Hatuongei kuhusu sinagogi, hatuongei kuhusu judaïsme. Nous parlons à propos de l'église de christianisme. Ukristo ulijitenga na Uyuda mwaka wa 70 baada ya Titisi kwenda kubomoa hekalu pale Israeli. Ndo hapo Ukristo ukajitenga na Uyuda. Kanisa kubwa ya Waisraeli ni judaïsme. Israeli hadi leo kuna kanisa 3 kubwa. Ya kwanza ni kanisa ya Kiyuda, ya pili ni Waislamu, ya tatu ni Wakristo. Na Wakristo ni wachache sana, na sio Wakristo tena kama sisi. Sasa Wakristo na Wayuda, yani le christianisme et le judaïsme, se sont séparés à la 70, mwaka wa 70. Titisi alipofika, nafikiri niliwaambia tariki ambazo Titisi alifika kwenda kubomoa hekalu. Na ndo pale Yesu aliacha na tabiri akasema kwamba atakayechukua juu ya nyumba asishuke. Sababu wakati ule mpaka walikula watoto mle. Kumbuka Israeli iko katika upango. Kwa hiyo Titisi alikuja akazingira upango, akakaa kwenye mlango. Waisraeli waliokuwa ndani hawakupata chakula wala maji. Walikula majani ya miti yakaisha. Wakaanza kula miti yakaisha. Mpaka wakaanza kuchoma watoto, kukula watoto. Kwa hiyo Titisi alipoingia, aliingia na ushindi mkubwa sababu alikuta watu wenye njaa. Kwa hiyo aliyekuwa nje asingilikuja tena kuingia katika Israeli, sababu Israeli ilikuwa katika upango. Kwa hiyo eleweni vizuri hapo. Kwa hiyo hizi kanisa tunapoziongea kuhusu hizi kanisa, hatuongei tu zile kanisa za pale Asia, hapana. Tunaongea sasa gisi gani hizi kanisa ziliwakilisha tabia za kanisa la Yesu kuanza Pentekoste mpaka kufika katika kuja kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo wakaona sasa tabia za Wakristo kuanza mwaka wa 53 mpaka mwaka wa 170. Nasema tabia za Wakristo kuanza mwaka wa 53 mpaka mwaka wa 170 zilikuwa sawasawa na tabia za Wakristo wa kanisa la Efeso wakati Yohana Mfunuzi anaona mafunuo. Tena tabia za Wakristo au tabia za kanisa la Bwana kuanza mwaka wa 1070 mpaka mwaka wa 312 zilikuwa sawasawa na tabia za Wakristo wa kijiji cha Smirna. Kwa hiyo kanisa la Mungu kuanza mwaka wa 1070 mpaka 312 ikaitwa kanisa la Smirna. Kwa hiyo tunapongea kanisa la Smirna, hatuongei tu Smirna hile. Tunaongea pia Smirna kanisa bibi harusi, jinsi alivyokuwa kuanza mwaka wa 1070 hadi 312. Tunapongea kuhusu kanisa la Pergam. Yaani tunaongea gisi gani kanisa la Yesu lilivyokuwa kuanza mwaka wa 312 hadi mwaka wa 606. Tunapongea kuhusu kanisa la Tiatiri. Tunaongea gisi kanisa la Bwana lilivyokuwa kuanza mwaka wa 606 mpaka mwaka wa 1520. Andika hayo yote. Tunapongea kuhusu kanisa la Sardi. Tunaongea gisi kanisa la Bwana lilivyokuwa kuanza mwaka wa 1520 mpaka mwaka wa 1750. Tunapongea kuhusu kanisa la Philadelphia. Tunaongea gisi kanisa la Bwana lilivyokuwa kuanza mwaka wa 1750 hadi mwaka wa 1906. Tunapongea kuhusu kanisa la Laodikia. Yaani tunaongea gisi gani kanisa la Bwana lilivyokuwa kuanza mwaka wa 1006 mpaka leo. Sababu hakuna kanisa la 8. Ina maana sisi tutanyakuliwa katika ile kanisa la 7. Sasa nikawaambia hivi, hawa wapanda farasi hawa sasa
walifanya kazi katika hizi nyakati 7 za kanisa. Huyu mpanda farasi wa kwanza ambaye tumeanza habari zake amefanya kazi katika wakati wa kwanza wa kanisa, wakati wa pili wa kanisa na wakati wa tatu wa kanisa. Yeye peke yake amefanya kazi katika wakati wa kwanza wa kanisa, wa pili wa kanisa na wa tatu, yaani katika kanisa ya Efeso, kanisa ya Smirna na kanisa ya Pergamu. Unanifuata vizuri hapa? Fuateni mafundisho haya kwa makini sana. Sasa tutasoma tabia za watu wa kanisa la Pergamu katika kijiji cha Pergamu kule Asia. Ndo zilikuwa sawasawa na tabia za Wakristo wa mwaka 312 mpaka mwaka wa 606. Na jinsi gani huyu mpanda farasi alivyofanya kazi. Tumeshasema mpanda farasi hata kama mjaona jina lake, lakini tutaona jina lake katika muhuri wa 4. Subiri hapa. Ndio maana niliwaambia huyu sio Mungu, ni shetani. Embu tusome basi kwanza katika muhuri wa 4. Muhuri wa 4 ili kwamba tupate jina lake. Muhuri wa 4 hapa ni katika Ufunuo 6:7. Na alipofungua muhuri ya 4, nikasikia sauti ya yule mwenye uhai wa 4 akisema, njoo. Nikaona natazama farasi wa rangi ya kijifujifu, na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti, na kuzimu akafuatana naye. Sasa unaona huko. Kwa hiyo huyu mpanda farasi ni shetani, jina lake ni Mauti, na kuzimu anafuatana naye. Huyu kuzimu ni mtu. Tutaona hiyo baadaye tutakapofika katika muhuri wa 4. Kwa hiyo mpanda farasi ni yule mmoja tu, ila amebadili rangi za farasi, lakini ni yule tu. Na anapanda farasi kwenda vitani. Anakwenda vitani wapi? Katika kanisa. Na tuliposoma katika kitabu cha Danieli 7, nani alipigana na kanisa? Ni kale kapembe kadogo, si ni hivyo? Pembe ndogo hili iliyoinuka, iliyokuwa na kinywa na macho ya mwanadamu, ikanena maneno makufuru, ile ndio iliyodumu mpaka ikapigana na kanisa. Na tukaona pembe ndogo ni nani? Ni papa ya Kirumi, ni Rumi ya kipapa, ndiyo pembe ndogo. Kwa hiyo tukiongea kuhusu pembe ndogo, tunaongea kuhusu Rumi ya kipapa, na hiyo pembe ndogo ndiyo iliyopigana na kanisa mpaka mwisho. Tupasome, twende basi katika kitabu cha Danieli. Mambo ya ufunuo haya yanaanza. Danieli 7. Danieli 7. Tuanze kwenye mstari wa ngapi hapa? Tuanze kwenye mstari wa 17. Wanyama hao wakubwa walio 4 ni wafalme 4 watakaotokea duniani, lakini watakatifu wake aliye juu wataupokea ufalme na kuumiliki huo ufalme milele na hata milele na milele. Kisha nalitaka kujua maana ya yule mnyama wa 4 aliyekuwa mbali na wenziwe wote, mwenye kutisha sana, ambaye meno yake yalikuwa ya chuma na makucha yake ya shaba, aliyekula na kuvunja vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Na habari za zile pembe 10 zilizokuwa kichwani mwake, na ile pembe nyingine iliyozuka, ambayo mbele yake zilianguka pembe 3, yaani pembe ile yenye macho na kinwa kilichonena makuu, ambayo kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Nikatazama, na pembe hiyo ilifanya vita na watakatifu ikawashinda. Pembe hiyo ilifanya vita na watakatifu ikawashinda kwanza, baadaye tena ndio watakatifu wataishinda. Sasa huyu mpanda farasi huyu ambaye anapanda farasi kwenda vitani, anakwenda vitani katika kanisa. Mmenielewa hivi jamani? Kwa hiyo huyu mpanda farasi ndo haka kapembe kadogo. Do you hear me? Mnanipata? Ndio maana tuliongea habari hii pembe ndogo. Nikamwambia hii pembe ndogo ndio Rumi ya kipapa. Na huyu mpanda farasi hapa yuko vitani, anakwenda kupigana.
Anakwenda kupigana wapi vita vyake? Ni katika kanisa. Na nikawasomea kwamba sisi vita vyetu sio vita vya kimwili. Sasa anapokuja kupigana huyu pembe ndogo, anapoanza vita vyake huyu pembe ndogo, anakuja kupigana vita vyake akiwa na rangi nyeupe, yani akiwa kama mtakatifu, akiwa kama mzuri, kumbe ndani ni shetani. Kwa hiyo akaingiza vita katika kanisa, akaanza kupigana na kanisa, akaanza kupiganisha wateule wa Mungu. Kwanza akaanza mafundisho ya uongo. Mnanielewa jamani? Saa 1 na dakika 5. Nafikiri mnanipata vizuri. Kwa hiyo mmeshaelewa kwamba huyo anayepanda farasi ni nani? Ni mauti. Tumemuona katika farasi yake ya 4. Na mpanda farasi ni yule yule tu, habadiliki. It's the same. Yule yule aliyepanda farasi wa kwanza wa rangi nyeupe ndio yule aliyepanda farasi wa pili, ndio yule aliyepanda farasi wa tatu, ndio yule aliyepanda farasi wa 4. Muhuri wa 5 hautuhusu sisi kanisa. Muhuri wa 6 hautuhusu sisi kanisa. Muhuri wa 7 sehemu inatuhusu, sehemu inahusu Wayahudi. Sababu tutaongea kuhusu habari za wale mashahidi wawili ambao Bwana atawatuma kule kwenda kuhubiri Wayahudi, kuambia habari za Yesu, kuambia ya kwamba yule mliyemkataa ndiyo Masihi. Sababu mpaka leo wanasubiria Masihi. Mpaka leo wanasubiria Masihi, wakifikiri kwamba Masihi atakuja. Wayahudi wengi hawaamini kama Yesu ndiyo Masihi, na ukiwabebea habari za Yesu wanakuona we mjinga hovyo kabisa. Wanaweza hata wakakupiga majiwe. Sasa watakubali kama Yesu ni Masihi wakati unaokuja, watakubali. Sema amen. Kwa hiyo hizo ni swala za muhuri wa 5 na muhuri wa 6. Tutaongea hilo huko tutakapofika, na sehemu kidogo ya muhuri wa 7. Sasa sisi tungali bado katika muhuri wa kwanza. Nimewapa tu kionjo tu. Kwa hiyo huyu mpanda farasi ni shetani katika milki ya kipapa, milki ya Rumi ya kipapa, ambaye anakuja kupiganisha kanisa. Na alianza na nini? Alianza na mafundisho ya Unikolai. Sasa hawa watu wa kanisa la Efeso walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanaangalia maneno ya mhubiri yoyote yule kama yanaambatana na mahubiri ya Paulo. Sababu Paulo ndiye aliyekuwa kinara katika kanisa hili. Kuanza mwaka wa 53, Paulo ndiye aliyekuwa kinara wa kanisa. Paulo. Ndio maana sisi tumejengwa kwa misingi ya mitume na manabii. Na mtume mkubwa wetu sisi mataifa ni Paulo, mnajua hivyo. Ndio maana katika ubatizo lazima ubatize kwa jina la Bwana Yesu Kristo, kama alivyobatiza Paulo. Paulo hakubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na hakuna mtu katika Biblia mzima aliyebatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hayupo. Hata vesi moja haipo. Ukiona hiyo vesi nipe hiyo vesi. Labda utaiona wewe. Ila mimi nimeitafuta, haipo. Biblia mzima. Ila katika Biblia kuna vesi za waliobatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo sasa sio sawa sawa. Kwa naongea na mzee wangu mmoja akawa ananiambia, "No, iko tu sawa sawa." Mtu akibatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na mtu akibatizwa tu kwa jina la Yesu Kristo, si ni sawa sawa tu? Nikamwambia, "Hapana, sio sawa sawa." Akaniuliza, "Sasa sababu tu Paulo alisema tu, sababu tu Paulo amesema, wakati Yesu mwenyewe ndo amesema katika kitabu cha Mathayo 28 hivi 18 kwamba enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu." Yesu ndo alisema hivyo. Kwa hiyo Yesu mwenyewe ndo alisema. Kwa hiyo alichofanya Paulo kule, alifanya vyake vile. Sisi sasa tufuate Yesu, tufuate Paulo. Sisi tunafuata Yesu bwana. Nikamwambia, "Babu wewe." Nikampa mkono. Nikamwambia, "Okay, soma sasa Yesu alisemaje?" Yesu alisema vipi? Huyo Yesu mwenyewe alisemaje? No, Yesu alisema tubatize kwa majina. Yesu hakusema hivyo. Yesu hakusema mbatize kwa majina. Yesu hakusema hivyo. Yesu hakusema majina.
Yesu alisema kwa jina moja. Ndio jina gani sasa? Ndio swali nilimuuliza babu. Yesu alisema nendeni ulimwenguni mkabatize kwa jina moja. Ndio jina gani? Babu akajikuna kichwani. Akanambia ni Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Nikasema sasa kama hiyo ni majina sasa yamekuwa matatu. Na Yesu amesema kwa jina moja. Babu akashangaa akasema tusome kwanza. Nikamwambia tusome. Tukaingia mimi na yeye. Twende babu, tukaingia mimi na yeye katika kitabu cha Mathayo 28, nafikiri ni 19 ile. Yes. 28:19. Tukasoma, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina. Nikamwambia angalia hapo babu, inasemaje? Kwa jina. Okay. La Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu. Kwa jina. Sasa hilo jina ndo jina gani? Sababu Yesu hakusema kwa majina. Sababu kama ni enumeration, kama ni kutaja. Nafikiri sote tumesoma. Kuna wasomi hapa. Mmesoma grammar. Binafsi pia nimesoma grammar. Kwa hiyo kama ni kutaja hayo majina, unajua ingekuwaje? Ingekuwa basi enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa majina. Pointi mbili, 2 points. Baadaye sasa inaanza kutaja majina, moja la Baba, kisha la Mwana, lakini sio hivyo. Soma hata katika Biblia ya Kiingereza. In the name of Father, Son, Holy Spirit. Ndio nikaambia babu hivi, hili jina hili, mwenye hili jina, sababu baba sio jina. Nikamuuliza babu, hivi ukienda pale porini barabarani useme baba njoo, nani atakuja? Kila aliye na mwana atakuja. Unaona hivyo baba ni jina? Hapana. Okay, mwana pia ni cheo cha yote aliyezaliwa. Roho ni nguvu tu, sababu roho ni wengi sana. Ila sasa huyu Roho Mtakatifu is a particular spirit of God. Kwa hiyo it's not a name rather you think. Na unaambiliwa uende ukabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ina maana Baba, Mwana, Roho Mtakatifu sio majina. Sasa lazima utafute jina. Nani ndiye Baba? Nani ndiye Mwana? Nani ndiye Roho Mtakatifu? Alafu unachukua hilo jina, unabatiza watu kwa hilo jina. Ndio ubatizo halisi ulio katika Biblia. Nikamuuliza nani ndiye Baba? Baba si maana yake muumbaji. Nani ndiye muumbaji? Nikauliza babu hivyo. Nani ndiye muumbaji? Akasema muumbaji si ni Mungu muumbaji. Okay, Mungu muumbaji ndio nani? Nikamwambia twende katika kitabu cha Yohana. Nikamwambia twende katika kitabu cha Yohana 14. Yohana sura ya 1. Mstari wa 14 kushuka. Inasema hivi: naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Yohana alimshuhudia, akapaza sauti yake akasema, huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa nani? Hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Mungu mwana peke yake aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Na huu ndio ushuhuda wake Yohana. Nikamwambia nani huyo? Baba akastuka akakaa kimya. Haleluya. Sikiliza hapa 10. Alikuweko ulimwengu, hata kwa yeye ulimwenguni ulipata kuweko, wala ulimwengu haukumtambua. Embu nianze 7, Yohana 1:7. Tunatafuta Mungu muumbaji ni nani? Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili aushuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuweko nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu.
alikuweko ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuweko, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wale walio wake hawakumtambua. Ni nani huyu? Yeye ndiye aliyeumba ulimwengu. Ni nani? Akasema ni Yesu. Okay. Kwa hiyo Yesu ndiye Baba. Nikamuuliza mwana ni nani? Mwana. Akasema mwana mwana. Nikamwambia tuende katika kitabu cha Mathayo 1:18. Mwana ni Yesu Kristo. Ndio. Okay. Nikamwambia Roho Mtakatifu ni nani? Yesu akaidi, ninaenda lakini pia ninarudi, nitakaa kwenu. Wale hawataniona lakini ninyi mtaniona. Nitakaa na ninyi mpaka mwisho wa dahari. Roho Mtakatifu ni nani? Ni Yesu ndani ya mwanadamu. Sasa Baba ni nani? Yesu. Mwana ni nani? Yesu. Roho Mtakatifu ni nani? Yesu. Kwa hiyo jina la kubatiza ni gani? Bwana Yesu Kristo. Akakaa kimya. Akanambia nikamwambia ndio maana Mungu alikataza mitume wake wasifanye kazi yoyote. Yaani Mungu alipowaambia hapa, enendeni ulimwenguni mkabatize, mkafanya watu kuwa mataifa, mkabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, lakini hata hivyo aliwakataza kuambia msifanye lolote. Nendeni kwanza Yerusalemu, msubiri ahadi ya Baba. Roho Mtakatifu atakapokuja, akishawajilia juu yenu, ndio sasa mtaanza kazi. Kwa hiyo wakaenda Yerusalemu huko, wakakaa huko, Roho Mtakatifu akafika. Matendo sura ya 2 mstari wa 37. Roho Mtakatifu alipofika, Matendo sura ya 2 37, watu wakachomwa mioyo, wakamuuliza Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi. So kwa wewe kupata ondoleo la dhambi lazima ubatizwe katika jina la nani? La Yesu Kristo. Na mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. So kwa wewe kupokea Roho Mtakatifu lazima ubatizwe katika jina la nani? La Yesu Kristo. Nikamwambia sio Paulo tu, na Petro alifanya hivyo. Kutoka kwa Petro tukasoma kwa Paulo, Matendo ya Mitume 19. Mzee akabaki kimya. Kwa hiyo ubatizo halisi ndio huo. Sema amen. Sasa wakati huyu mpanda farasi alipokuja wakati huyu mpanda farasi alipokuja kuingia, akabadili maandiko. Soma historia. Mwanzo kanisa Katoliki lilikuwa linabatiza kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Walitoa wapi ubatizo wa majina matatu? Ni historia ndefu sana. Watu hawakuelewa maandiko, na wengi hawakuelewa Yesu. Yesu alikaa na wanafunzi wake muda mrefu sana wasimuelewe. Si unajua hivyo, Yesu mwenyewe alisema hivyo kwamba nimekaa nanyi siku nyingi na usinielewe. Ni wapi? Yohana 14. I think Yohana 14. Ni hapa. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Yesu akamwambia, Yohana 14:9, Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Unaweza ukawe na Yesu na usimjue Yesu. It's really possible. Unakaa na Yesu lakini haumjui Yesu. Kwa hiyo kuelewa Yesu ni ufunuo mwingine tofauti sana. Kumjua Yesu ni ufunuo mwingine tofauti. Filipo huyo anakaa na Yesu miaka, wanakula pamoja, wanatembea pamoja, kila siku anagusa kanzu la Yesu, wako pamoja, wanasalimiana, wanaamkiana kila asubuhi, mzee habari ya asubuhi, kila mara wanatembea. Yesu anamuita Filipo, njoo twende. Yesu nakuja twende mzee, lakini hawajuani. Filipo hamjui Yesu mpaka Yesu anashangaa, Filipo, hiyo timu yake nimekaa na wewe, tunakula kila siku pamoja, tunatembea pamoja, haunijui bado? Ungalo unaniuliza nikuonyeshe Baba? Baba nikuonyeshe Baba? Mie nikuonyeshe Baba? Ukiniona mie unaona Baba. Mambo mazito sana haya, mambo mazito hayo. Baba iko ndani yangu na mimi niko ndani ya Baba. Mimi na Baba ni kitu hiki. Kwa hiyo ukiona Yesu unaona Baba. Kwa hiyo hakuna Baba mwingine tofauti ya Yesu. Naamini kama Yesu Kristo ndio Mungu Baba, na hakuna mwana mwingine tofauti ya Yesu, na hakuna roho mwingine. Ndio maana jina pekee tulilopewa la ukombozi katika Agano Jipya ni jina la Yehoshua Mashiach.
yaani Yesu Kristo. Ama pia nakumbuka rafiki yangu mmoja ni kanisa la Yehoshua Masha, yeye ananiambia, hapana kumuita Yesu, hapana kumuita Yesu, umuite Yehoshua Masha. Unaona, ukimuita Yesu unaharibu jina lake, atabadili vipi majina kulingana na lugha? Nikasema wewe unaleta grama katika mambo ya kiroho, utapasuka. Ni kama kuweka mvinyo mpya katika birika la zamani, utapasuka puu. Hapa tutembei na grama, tunatembea na ufunuo. Hatutembei na rula za grama, tunatembea na ufunuo wa Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu sisi tunaondoa pepo, in the name of Jesus Christ. Kikubwa is not the sound that you give out with your tongue. Kikubwa is what you believe inside you. You can even say that name of Yehoshua Mashiach, but if you don't believe in Yehoshua Mashiach, you will never go anywhere. Kwa hiyo, the name that you sound out is not the problem only in grammar, but the problem is in what you believe inside you when you sound it out. Jesus Christ is the translation of Yehoshua Mashiach. Nikisema in the name of Yehoshua Mashiach ni sawa. Nikisema in the name of Jesus Christ ni sawa. Chana na mambo mengi hao ya wahongo. Kama nilivyoona kule Uganda, ati mtu anaogesha wa Kristo. Mambo ya ajabu yale bwana. Kini watu wanaweza wakae wachinga mpaka kiasi kile. Eti usiku wa mwaka mpya wa tariki 31 mwaka huu 2022. Kuna mtu kajamaa kamoja huku kanajiita nabii, kanavua wanawake nguo kanisani, kanawatumbukiza ndani ya maji, eti anawaogesha mikoshi. Upumbavu kama ule jamani. Na mtu anakubali kabisa kuvua nguo mbele ya watoto. How is that possible? Nimeshangaa nikastuka. Mtu anawezaje kuingizwa katika upumbavu kama ule? Unawezaje kuingizwa katika ujinga kama huo? Uvuliwe nguo mbele ya watoto eti jamani, the only savior is Jesus Christ. The name of Jesus Christ has all power ya kukuosha mikoshi yako. Sio mtu akuache uchi vile kama nilivyoona kwenye video, kama ni nabii mmoja huko Uganda. Upumbavu wale ya juu, ujinga wa ajabu ule. Kama serikali iko kabisa, Mzee Yoweri Museveni, utachilia yule kijana vile? Yule si mtu akuweka ndani yule. Upumbavu kama yule vile. Anaacha wanawake uchi mbele ya watu, mbele ya watoto. Kule ni kudhalilisha binadamu bwana. Yaani yule jamaa ameniuzi roho yule. Yule Mungu amsamehe bure tu. Alichokifanya ni mbaya sana. Sana tena sana. Sijui kama mmeona hiyo video. Mmeiona pia jamani? Mkiangalia ni mambo ya ajabu, yanasikitisha, yanauzi. Amen. Hebu turudi hapa. Itakuwa vigumu kumaliza huu muhuri leo. Kwa hiyo ambalo tumeona sasa, tumeona mpanda farasi huyu akitenda kazi katika haya makanisa, na si mwingine, kifupi si mwingine, ni shetani ambaye ametenda kazi katika wakati wa kwanza wa kanisa, wakati wa pili na wakati wa tatu. Hebu tusome kidogo basi kuhusu wakati wa pili pia. Nimesema haya mambo tukienda moja moja tutamaliza muhuri mmoja mwezi mmoja. Kwa hiyo itakuwa vigumu kumaliza kila kitu. Ukiwa na swali wewe utaniuliza tu kwenye comment hapo, then nitakujibu. Kwenye kanisa la pili, Smirna. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Smirna andika. Ufunuo 2:8. Ndio nipo hapo. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Smirna andika, haya ndiyo anenaye yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Naijua dhiki yako na umaskini wako. Najua matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Sema amen. Watu wanaojiita Wayahudi ila sio. Sababu watu wao walifikiri kwamba wakijiita sisi ni Wayahudi watakonvince watu wengi.
Walijua Ukristo umeanzia Uyahudi, walijua Ukristo ni jambo la Uyahudi. Kristo alikuwa Myahudi. Kwa hiyo when we call ourselves Wayahudi, tutaconvince watu wengi. Lakini kusema kweli sio Wayahudi. Bali ni sinagogi la shetani. Kanisa Katoliki ni sinagogi la shetani. Sinagogi la shetani. Sinagogi la shetani. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Amen. Kwa hiyo tunaweza tukasoma mpaka kanisa la 3 ambapo huyu mpanda farasi alifanya kazi. Mpanda farasi wa kwanza ambaye si mwingine ni Rumi ya kipapa, sababu ndio huyu anakwenda kupigana na kanisa akiwa kwenye farasi nyeupe, na akienda kupigana vita akiwa na uta bila mshale, ambao hivyo vitu huwezi ukashinde, lakini anaenda akashinde. Sio ni muongo tu. Na ndivyo shetani alivyo. Nakumbuka wakati mmoja nilipokuwa nafukuza mapepo ndani ya mtu fulani. Alikuja amebana na mapepo huko barabarani huko. Akauliza watu wakamtuma kwangu nyumbani. Bahati nzuri na mimi nilikuwa pale, akafika. Wakati mimi namuombea tu, mapepo yakapanda wewe. Yakaanza fujo. Hatutoki. Huyu ni mtu wetu. Yanaleta fujo kiasi kwamba kabisa ukiyasikiliza unasema kweli haya hayatoki. Lakini baada ya dakika ngapi tukasema ngaondoka, akaanguka na mapepo yakaenda. Sasa ndivyo shetani alivyo. Anakujeka kwanza lakini hatafanya lolote. Sema amen. Kwa hiyo mpanda farasi wetu wa kwanza ndio huyo. Na hivyo ndivyo alivyoingiza vita kanisani. Mpanda farasi wetu wa kwanza ndio huyo, na akapigana vita hapo. Yaani mpanda farasi wetu wa kwanza huyu shetani au hii Rumi ya kipapa, ni vita alivyoanzisha kuanza mwaka wa 53 mpaka mwaka wa 606. Namalizia hivi sasa kifupi, nimebaki na dakika chache sana. Ni vita alivyoanzisha kwa kanisa kuanza mwaka wa 53 mpaka mwaka wa 606, na akaingiza mafundisho ya uongo, akaingiza mafundisho ya kudanganya watu, akaingiza mafundisho akaambia watu mambo yasiyofaa, mafundisho ya Unikolai, mafundisho ya kumiliki wa Kristo, mafundisho ya kutawala wa Kristo. Huyo ndiye mpanda farasi wa kwanza. Ni kazi ya kanisa Katoliki kuanza mwaka wa 53 mpaka mwaka wa 606 aliyoifanya hapo shetani kupitia milki hiyo. Ndiyo anayeitwa mpanda farasi wa kwanza. Ila hizi nguvu hazijaisha, angali nazo mpaka leo. Sema amen. Kwa hiyo nafikiri nimemaliza muhuri wa kwanza. Nimefanya kifupi, nimefanya synthèse de synthèse. Kwa hiyo ukiwa na swali lolote, welcome. I'm ready to give a response to all your questions, and I'm really ready to give a response to all the questions. Kwa hiyo nimeshamaliza hilo. I give you all the details, yes, ya jinsi huyo alivyopigana na kanisa, na jinsi anavyoendelea kupigana na kanisa mpaka leo, na jinsi atakavyoendelea kupigana na kanisa. Kwa hiyo hivi punde tutaanza muhuri wa pili. Ni vita tu. Yaani ukisikia farasi maana yake vita. Kwa hiyo hivi punde tutaona vita alivyopigana tena na kanisa. Baadaye tena tutaona tena vingine vita katika muhuri wa 3, tena mpaka muhuri wa 4. Sababu kanisa, sikiliza kakasiri, kanisa litanyakuliwa katika muhuri wa 4. Hear me very well. Katika utimilifu wa muhuri wa 4 kanisa linanyakuliwa. Kuna watu wanasema eti kanisa litanyakuliwa. Hao ni waongo tu. Kanisa litanyakuliwa, tutanyakuliwa sisi. Tutakwenda mbinguni kwenye sherehe ya bibi harusi na bwana harusi. Hiyo ni kweli. Kisha baada ya sherehe ndio tutarudi hapa kupigana vita. Amen.
Kwa hiyo naona tukaishie hapa kwa leo. Bwana wabariki, awabariki tena. Karibuni ukiwa na swali. Kwa hiyo nitaacha siku kadhaa hapa, kama kuna swali uulize kabla tujaanza muhuri wa pili. Asante, asante, kwaheri.